Mimi naitwa Goodluck Filipo, ni mkuu wa kitengo cha mikopo kutoka taasisi ya EFTA. EFTA ni taasisi inayojishughulisha na kutoa mikopo ya vifaa katika sekta zote, lakini kwa leo hapa tuko katika maonesho ya Nane Nane Mwanza, na kwa kipekee kabisa tutawatambua wakulima ambao ni wateja wetu waliofanya vizuri katika urejeshaji wa mikopo yao. EFTA imeweka programu ya kuwarudishia sehemu ya riba waliotulipa kama kushukuru au kuwapongeza kwa kulipa mikopo vizuri. Tutarudisha zaidi ya kiasi cha 50% ya riba, ambayo kwa mwaka huu kwa wateja wetu wote tumetoa kiasi kisichopungua milioni 100 kwa wateja wetu wote ambao wanajishughulisha na kilimo. Lengo ni kuhamasisha walipe mikopo yao kwa wakati na kujenga ule utamaduni wa kulipa mikopo kwa wakati ili waweze kukopesheka katika benki zingine zote. Kwa hiyo tunawakaribisha wateja wote wakulima na sekta zingine wakaribie EFTA kwa ajili ya mikopo ya vifaa bila dhamana. Dhamana ya mkopo wetu ni kile kifaa tutachokuwa tumekukopesha. Kwa hiyo na mikopo yetu inakuwa ni kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 3, lakini kwa sekta nyingine kama utalii tunaenda mpaka miaka 5. Kwa hiyo tunawakaribisha wateja wote wakulima, wakandarasiwa na sehemu na Tanzania kwa ujumla kukaribia kupata huduma zetu sisi EFTA. EFTA tunapatikana Tanzania, tunatoa huduma Tanzania nzima, lakini tuna ofisi 8 ambazo ni Bukoba, Mwanza, Arusha, Moshi, Dar es Salaam, Mbeya, Dodoma na Morogoro, lakini hizo ofisi zinahudumia Tanzania nzima. Kwa hiyo mteja aliyoko Tanzania bara na visiwani anaweza kuhudumiwa kupitia ofisi zetu 8 zilizoko katika mikoa tofauti. Kwa mawasiliano zaidi tutatoa mawasiliano ya jinsi ya kupatikana hapo, au unaweza kutembelea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya Facebook na Instagram kwa akaunti imeandikwa EFTA Tanzania, na tuna website yetu ambayo ni www.efta.co.tz. Unaweza ukapata taarifa zaidi kupitia hapo. Pasco Michael Masubo ni mkazi wa Tarime na Nyamongo. Mimi najishughulisha na shughuli za kilimo na uchimbaji madini. Nilipoingia kwenye kilimo nilikuwa nateseka sana kuhusiana na trekta. Wanasumbuka naweza kwenda shambani nikakaa kama hata siku 2-3 kwa nilikuwa sifanyi kazi yangu kwa wakati. Nikaunganishwa na bwana mmoja anaitwa Ahmadi, yeye ni afisa wa EFTA, alinitembelea nikakidhi vigezo. Baadaye sikuchukua muda kwa kweli, hakukuwa na usumbufu kwenye kampuni. Unapotaka kuhitaji kitu ndani ya wiki 2, kama unakidhi vigezo unaweza kuwa tayari umekamilishiwa na umekabidhiwa chombo chako. Kwa hivyo walinikopesha, waliniambia kigezo ilikuwa ni 25%, lakini mimi nililipa 40%. Wakanikopesha, na kwa muda ule ingawaje kulikuwa na changamoto za hali ya hewa zilijitokeza niweza kuleta, lakini Mwenyezi Mungu ameweza kujalia, nimeweza kumaliza mkopo huo. Lakini pia naishukuru kampuni hii, ile faida ambayo waliipata kutoka kwangu kidogo pia bado wameirudisha kwangu, kwa sababu waliwahi kulipa milioni 3.6 na point something, na ili niongezea mimi nikachukulia mbegu na mbolea nikaendelea kufanyia kazi. Na pia sasa hii ni awamu ya 2 tena wamenipa heshima hiyo, wameniita kuja hapa kupata mwaliko. Naamini wakulima ni wengi waliokushawahi kukopa na wako sehemu mbalimbali, tu bado nafasi ya kipekee imeweza kupewa mimi, na nimekuja bado. Nashukuru kwa hicho walichonipa milioni 1 na point 3 kama 4 kasoro kidogo, si haba. Hiyo itanisaidia kwa sababu tumeingia kwenye msimu wa kilimo, inaweza kunisaidia hata kwenye diesel au hizo nafaka. Nitaangalia kwa matumizi yake nitumie vizuri kile nilichopewa, maana naamini unachopewa mtu anapokumbuka mwanadamu wa kampuni ni Mwenyezi Mungu anataka anyoshe mkono wake. Kwa hivyo nawashukuru sana
na nitaendelea kufanya nao kazi, na pia na washauri watu wengine waje. Hii sehemu ni sehemu salama kabisa unapoingia, na ni sehemu inaweza kukupa mafanikio, kwa sababu mtu anayekupa chombo kaenda kufanyia kazi amekupa mtaji. Kwa hiyo mimi nashukuru sana, sina mambo mengi. Naishukuru kampuni ya EFTA kuanzia maafisa wake wa chini mpaka wa juu. Nawashukuru sana na naomba wawe na moyo kwa wateja wengine japokuwa sio kwangu. Nashukuru. Kwa majina anaitwa Masanja Robert Masalamunga. Naishukuru sana hii kampuni ya EFTA kwa kile inachotufanyia sisi wakulima. Imenikopesha na ni trekta, nimeenda nayo, nimefanya mkopo mpaka nimemaliza, na nashukuru sana. Kuna kipindi cha nyuma hapo nilizawadia kama shilingi milioni 2 na kitu, na sasa hivi tena nashukuru imeniita kwenye mwaliko huu, nimeitikia tena. Kuna balance kidogo tena ilichonizawadia. Shukrani sana kwa hii kampuni, mameneja na uongozi mzima kwa ujumla. Mimi naitwa Alexander Makire Nyangaresi, ni mkazi wa Siloli Simba, wilaya yetu ya Butiama, tarafa ya Kiagata na mkoa wa Mara. Kwa ufupi nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kufika maeneo haya ya maonyesho ya Nanane jijini Mwanza, lakini pili kikubwa zaidi ni washukuru wa kampuni ya EFTA ambao wao kwa mara ya kwanza walinikopesha trekta aina ya New Holland ambayo nimefanya nayo kazi leo karibu mwaka wa pili. Ni trekta ambayo imenisaidia kiuchumi na walinidhamini fedha kubwa, lakini Mungu ni mwema. Kwa sababu ya uwezo wa trekta imejitahidi kufanya kazi na kuleta ufanisi hasa katika mashamba, na hatimaye nimeweza kuendelea kulipa deni langu na hata hapa niko hatua ya mwisho. Kwa hiyo nawashukuru sana EFTA kunikopesha, na hususani meneja wa mkopo kwangu alikuwa anaitwa Mr. Edward. Tumeshirikiana vizuri, hamna pahali ambapo mimi nilimwangusha. Kwa hiyo nashukuru sana kampuni ya EFTA. Lakini nje na kunikopesha trekta, wamenipa ofa mbalimbali. Wamewahi kunipa shilingi milioni 2.7 kama bonus kutokana na ulipaji wangu mzuri. Lakini kama haitoshi, leo wameniita kushiriki maonyesho ya Nanane na kunipa hundi ambayo ina thamani ya shilingi 800,000, sio haba. Kwa hiyo nawashukuru na wapongeza, na tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kutujalia wepesi, na wao waendelee kuwawezesha na wateja waendelee kuwaamini, ili zoezi hili na kwa wengine liendelee kupatikana, na nawatikeni kila laheri, na tuko pamoja, na asanteni sana.